Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania bara, timu zote 4 zilizoiwakilisha nchi katika mashindano ya klabu Afrika zimefuzu hatua ya makundi. Simba Sport na Young Africans zimefuzu hatua kwenye ligi ya mabingwa Afrika, huku Azam FC na Singida Black Stars kombe la shirikisho Afrika. Huo ni mwanzo wa zama za mafanikio kwa soka nchini, hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa katika miaka yote ya ushiriki wa klabu za Tanzania kwenye mashindano ya CAF. Ni ishara soka la Tanzania linaendelea kukua kimfumo, kifedha na kimkakati. Simba na Yanga zimeendelea kuwa nguzo kuu za mafanikio haya, zikitumia uzoefu na uwekezaji mkubwa, hasa benchi la ufundi na wachezaji wenye ubora wa kimataifa. Simba kwa upande wake imeweka historia ya kufuzu hatua ya makundi kwa mara ya 6 mfululizo, rekodi ambayo haijawahi kufikiwa na klabu yoyote ya Tanzania. Huku Yanga ni mara 4 mfululizo, jambo linaloonyesha uthabiti na mwendelezo wa maendeleo ya klabu. Azam ambayo kwa miaka 21 imekuwa ikijaribu kujenga klabu ya kisasa na yenye ushindani, hatimaye imevuna matunda kwa kufuzu makundi kwa mara ya kwanza katika historia yake. Hii ni hatua muhimu inayothibitisha uwekezaji wa muda mrefu katika klabu. Bila kukata tamaa unaweza kuleta matokeo makubwa. Kwa upande mwingine, Singida Black Stars imeandika historia yake binafsi kwa kufuzu makundi katika msimu wake wa kwanza wa kushiriki michuano ya CAF, kitu ambacho hapo awali kiliwahi kufanywa na Namungo FC. Hata hivyo, pamoja na furaha hii, ni muhimu tukumbuke mafanikio hayo sio mwisho wa safari, bali ndio mwanzo wa jukumu kubwa zaidi. Timu zetu zisiridhike kwa kufika tu hatua hii, bali zitazame mbali zaidi katika ndoto ya kuona klabu za Tanzania zikifika robo finali, nusu finali na hata kutoa ubingwa wa Afrika. Wakati huu wadau wote wa soka nchini, TFF, serikali, wadhamini, mashabiki na viongozi wa klabu wanapaswa kuungana kuhakikisha klabu hizi zinapata mazingira bora ya kuendelea kufanya vizuri. Ufadhili wa kutosha, usimamizi makini wa rasilimali na motisha kwa wachezaji ni mambo yanapaswa kupewa kipaumbele. Timu zinapokuwa kwenye michuano ya kimataifa zinabeba bendera ya taifa, hivyo kila mafanikio yao ni heshima ya Tanzania nzima. Viongozi wa klabu wanapaswa pia kujifunza kutokana na changamoto zilizopita. Msimu uliopita baadhi ya timu ziliingia makundi, lakini zikashindwa kushindana ipasavyo kutokana na upungufu wa maandalizi, uchovu wa msimu na kukosa uzoefu wa kushindana kimataifa. Safari hii tunatarajia kuona timu zetu zikicheza kwa ujasiri, nidhamu na ubunifu. Zisibweteke kwa kushangwe za kufuzu, bali zijiandae kwa vita kubwa zaidi iliyoko mbele yao. Kwa kizazi hiki cha soka la Tanzania, huu ni wakati wa kuamini inawezekana. Miaka michache iliyopita kufika hatua ya makundi kulihesabika kama ndoto, lakini leo ni jambo la kawaida kwa klabu zetu kubwa. Na hii ni Neli TV, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu. Mimi ni Sports Lady Kunlizi, hadi wakati mwingine, kwa heri.